RK, Boss Mchawi na timu yao yote wako hatarini sasa hivi kupoteza mashabiki tena wengi sana, kwa sababu ya kile ambacho wanakifanya sasa hivi. Tokea wao waanze kuleta movies mbalimbali, wamekuwa na uzembe fulani wa kuachia movies katikati, na ni moja kati ya kitu ambacho mashabiki wengi sasa hivi wameonekana kukasirishwa nacho. Complaints kibao kila kukicha. Ukiangalia tu kwenye comments za kwenye movies zao nyingi sana, kwamba watu wengi mashabiki wanalalamika sana kwamba oya, nyinyi tatizo lenu mnaachia movies katikati, vitu kama hivyo. Leo hii Jumapili RK yeye ameachia My Sweet episode 1. Hii ni mpya kabisa. Na ukiangalia hapo nyuma ni kwamba alikuwa ameachia katikati pia Siri ya Huba. Moja kati ya movies nzuri sana ambazo zimependwa na watu wengi sana. Series ambazo zimependwa na watu wengi sana. Binafsi nimekuwa naifuatilia tokea mwanzo kabisa. Ukiachana tu na hiyo ni kwamba pia ukiangalia kwa upande wa Boss Mchawi yenyewe season ya pili haikuja. Unaona? Watu wengi walitegemea sana baada ya kile ambacho kilifanyika mara mwisho kabisa kwenye Boss Mchawi, vitu kama hivyo, RK kupatikana kule kwenye masehemu za uchawi pale. Kama wewe ni mfuatiliaji mzuri sana, tulitegemea kwenye season ya pili tuone inakuaje, labda muendelezo wake uko vipi, lakini Boss Mchawi ikaishia hapo. Baadaye wakakaa muda wakaachia Wrong House ilikuwa mmoja kati ya movies nzuri sana kubwa ambazo zilipendwa sana. Wrong House ilikuwa ni ya kipekee, ina ubunifu mkubwa sana. Kwa hiyo washikaji wakatuachia pia katikati. Season ya pili haikutokea kabisa, kwa sababu tunataka pia tuone je, watu wote watafanikiwa kutoka kwenye jumba la mzimu, vitu kama hivyo, lakini haikutokea. Wakatuachia katikati. Watu wakawa wanalalamika pia, inakuaje mnatuachia hivi katikati? Kukaa kimya. Baadaye mwaka huu akaja tena na mpya kabisa, Last Chance. Nikaipenda binafsi kwa sababu maudhui yake yanafanyika shuleni pale, moja kwa moja pale. Watu wengi wamependa pia jinsi ambavyo watu na act. Unajua hakunaga maisha mazuri kama maisha ya shuleni pale. Sana shule ya upili. Noma sana pale. Unaona kambi mko boarding mnateseka, lakini mwisho siku ni maisha ambayo unaenjoy sana. Utalifahamu hili wapo utamaliza skuli, vitu kama hivyo, ondoke utajua kwamba maisha ya shuleni ni mazuri sana, ni matamu sana. Kwa hiyo Last Chance bana ilifika episode ya 8. Tutangojea episode ya 9, lakini wakakwama kabisa. Juzi kati wakazungumza hapa kwamba kuna mmoja wao alikuwa ni mgonjwa, wanasubiri kwamba awe sawa alafu aendelee na muendelezo ama episode ya 9 na kuendelea, vitu kama hivyo. So alikuwa ametangaza kwamba last week wangeachia mpya ama wangeachia ile episode 9, vitu kama hivyo, lakini tukasubiri, hakuna kitu kilitokea. Unaona bana, hakuna kitu kilitokea kabisa. Kwa hiyo tunasema tuko pamoja kwamba hizi hapa ni promises za uongo. Unaona bana, ni promises za uongo kabisa hizi. Inakuwaje wanatuambia kwamba wanakuja tena na episode 9, vitu kama hivyo, alafu wanapotea mitini kabisa. Sasa comments nyingi sana watalalamika kwamba bwana RK, Boss Mchawi, timu nzima kwamba bana mnatubeba uduu sana, inakuwaje bana? Sisi tunasubiria unyama vitu kama hivyo, lakini hamna kitu. Unaona bana. Haya, Siri ya Huba nayo tukaona walivyo stopisha Last Chance. Siri ya Huba nayo ikawa pia imesimama. Sasa hivi jamaa ameachia My Sweet episode 1, vitu kama hivyo. So lalama zimekuwa ni nyingi sana, ni kibao sana, na hii ni hatari kubwa sana kwa waandaaji RK, Boss Mchawi na timu nzima kabisa. Unaona bana, ni hatari kubwa sana, kwa sababu mashabiki wakishachoka na kuwazoea kwamba hawa watu wamezoea kutuacha kwenye dilema fulani kwamba wanatuacha sisi tunasubiria muendelezo, lakini baadaye wanatuacha katikati. Watu watachoka mzee, watu watachoka binafsi. Utasema tumezoea hii My Sweet pia nao itaishia katikati hivi, vitu kama hivyo. Unaona? Alafu utapoteza mashabiki, wataenda kwingine kule, watafute vitu vingine, watafute movies zingine za kubamba ambazo zina hadi mwisho. Unajua kila kilicho na mwanzo kikosi kuwa na mwisho. Sasa inakuwaje kila movie wanatuachia katikati kabisa? Ni hatari. Kwa hiyo kama kweli utapata taarifa kama hizi ama hizi lawama ambazo zipo mitandaoni, basi walifanyia kazi swala hili, kwa sababu kweli it's not healthy bro. Sio safi kabisa, sio good yani. Sio barida yani. Unaona bana? Mwisho siku tunataka kuona mwisho imekuaje kwenye jumba la mizimu. Amebakia nani? So fresh binafsi, so fit kabisa. Kwa hiyo walifanyia kazi swala hili, kuona kwamba mwisho siku wanaridhisha mashabiki, kwa sababu
Ni dhahiri kwamba wanafanya hichi kitu kwa sababu ya mashabiki. Ingekuwako hakuna mashabiki basi wasingekaa wanafanyaga hizi vitu, sio bana? Kwa hiyo ni mashabiki wanaotazama ili waweze kupata jina zaidi, waweze kupata maokoto zaidi, vitu kama hivyo. Sasa kama mashabiki hamwasikilizi kile ambacho wao wanasema, mtakuwa mnafanyaje sasa? Kitu kingine ilikuwa ni ucheleweshwaji wa episodes. Unakuta kwamba kwenye Wrong House pia walikuwa wanatupatia Jumapili hadi Jumapili au mara Jumamosi, vitu kama hivyo. Unakaa wiki nzima alafu unakuja unaachia. Utamu wa episode fulani hivi unaishia mahali unasema siwachie tu nyingine dakika zijazo tu kidogo. Lakini unakuta kwamba unangoja mpaka wiki ijayo, mpaka unakuja unasahau kwamba tuliishia wapi vile. Inabidi kwamba umeona hii episode mpya imeachiliwa, lakini unataka urudi nyuma kwanza uangalie pale mwishoni ili uweze kuunganisha tuliishia wapi. Unaona bana? Inakuwa so fresh. Binafsi pia mimi sometimes nilikuwa nafanya hivyo. Hii mpya imetokea, lakini mara mwisho tuliachia wapi? Unakwenda kule unaunganisha. Walikuwa nafanya hiki. That's why sasa hivi wameendeleza kutokea hapa. Unaona bana? So inakuwa ni hivyo. So ucheleweshaji wa episode pia ni kitu kingine ambacho wanapaswa kuzingatia. Hizi zilikuwa moja kati ya complaints ambazo zilianzaga mwanzoni kabisa. Pia ukiangalia Last Chance pia nayo hivyo inakaa muda, unaona inatulia, yani ndio wanaachia nyingine. Lakini ilikuwa tofauti kabisa kwa upande wa RK Movies. Kwenye siri ya Huba at least tulikuwa tunaona kwamba kuna back to back fulani hivi. Kwa hiyo ni kitu kizuri, lakini pia wazingatie iwapo wataamsha tena Last Chance kuendeleza pale, tuone itakuwaje. Wazingatie pia muda wa kuachia episode, yani back to back, at least hata ukae siku 3 uachie nyingine, ukae siku 2 nini uachie nyingine. Watu wataangalia kwa sababu bado wanakumbuka kwamba tuliishia sehemu fulani. Kwa hivyo muendelezo ni huu. Kwa sababu mimi naamini kwamba sio sababu hii kwamba eti kuishiwa ideas ndio kunafanya hawa jamaa wakae sana ndio waachie episode nyingine. Mimi naamini RK Boss Mchawi ni watu ambao wana ideas nyingi sana, wana ideas kibao sana kutokana na current situations ambazo zinafanyika hapa duniani, wasio bana. Kwa hiyo mimi naamini kwamba washikaji wana idea nyingi sana. Kwa hivyo wakiachia back to back, mwisho wa siku ni kwamba still watatupatia vitu vipya kabisa. Na ma director naona bana Emidizo pale wako vizuri sana kushoot nini na nini, na watu ambao wanapambana sana, wasio bana. Kina Daniel mnyama ni mwingi sana wanaopiga pale, wasio bana. Anyways, niambie comment yako hapo hivyo chini, lalama zako zingine ni gani? Ukiachana na ucheleweshaji, ukiachana na wao kuachia movies katikati, vitu kama hivyo na kuleta vitu vingine, unalalama gani zingine? Labda uniachie hapo kwenye comment section. Lakini pia in general tu comments zako ni gani kuhusiana na movies ambazo wanaachia RK Boss Mchawi, vitu kama hivyo. Anyways, niambie kutokea Boss Mchawi, Wrong House, Last Chance, siri ya Huba, vitu kama hivyo, na hii My Sweet mpya kabisa, ni gani ambayo nikubali zaidi? Ukija kwenye, nataka kidogo tupitie kwenye comments za watu ambao walikuwa wanalalamika hapa, tuone wale mashabiki sugu kabisa wanasemaje kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Kwa mfano huyu hapa anasema alright, tatizo lenu movies zenu haumalizi. Kama ni kweli unakubali kuwa hawamalizi movies zao, gonga like hapa. Watu wengi wamekuja pale sana kugonga like, kumaanisha kwamba anakubaliana na alichosema huyu shabiki hapa. Anaitwa Ashila Fiomwed. Hojua bana. Acha tuishi hapo kwa Ashila. Jina refu alafu limeunganishwa pamoja. Majina magumu kama maisha sasa hivi. Anyways, kuna jamaa amekuja pale kucomment, RK mwenyewe by the way amekuja kusema kwamba wakati tukisubiri siri ya Huba season 2 episode 8 to enjoy hii kazi mpya ni nzuri, ikiisha tu siri ya Huba itaendelea tena. Poleni mashabiki zetu, tunawapenda sana na kazi zote tunahakikisha zinaisha mwaka huu. Kwa hiyo hii ameupdate tu sasa hivi tukiendelea kufanya hii story. Kwa hiyo ameona hizi lalama. Huyu ni RK mwenyewe amekuja kucomment pale na kupini kabisa ile comment kwenye hii My Sweet episode 1. Kwa hiyo ni moja kati ya episode ambazo pia zinaendelea vizuri kabisa, 6 hours 20k views, that inaendelea vizuri kabisa. Kwa hivyo ameona hizi lalama, akaona showcase kabisa jamaa aje kuongelelea hapa, ambie mashabiki zake kwamba yes, ni muhimu sana bana nijibu hichi kitu. Kwa hivyo ametuambia hapa siri ya Huba kwamba itaendelea season 2. Safi kabisa, binafsi naisubiria.
Anyways, watu wengine wamekuja pale kumjibu na kumwambia kwamba ukiamua kufanya kazi, hebu fanyeni na sio kugusa na kuacha then kuanza zingine. Mnatuchanganya mashabiki zenu. Hakuna kazi inakuja mbaya, lakini msipende kutukata. RK inapenda sana movie zako. Msilewe sifa bana. Fanyeni kazi, mmalize. Kama mnakuwa hamtaki, mnasema mapema, mnatuboa bwana. Alright, jitahidi uwe ukimaliza, utapoteza mashabiki wengi kwa style yako hii. Anyway, hongera sana, kazi zako ni nzuri. Much love from Kenya. Anaitwa Mwangolo Yaya. Mwingine pale akasema msilewe sifa, anaitwa Mama Godwin. Alright, alafu kuna mwingine alikuwa anaitwa Asha Kea, anasema RK napenda sana kazi zako. Kuna Yusuf Kangoma. Watu wamekuja comment pale sana. Unatulet kila baada ya siku ngapi? Maswala ya kukaa wiki nzima tunasubiri ndio haitakiwi kabisa. Wewe ni mshamba wa sinema. Akacheka, au anatania tu. Anzaye jambo asishe ni kama asiyetenda. Bwana, wewe hufai, kwanza hamjui maana ya kazi yenu mnayofanya. Kama yanawashinda acheni. Noma sana. Kwa hivyo hisia ni mseto sana kwenye comments, na ni kitu ambacho RK bosi mchawi unapaswa kuzingatia kabisa. Noma sana, la sivyo itakuwa ni balaa sana. Platinum Diamond Toto la Kimanyema Chibude Ngote. Yami from Tanzania. Na unatazama Captain Nyota TV. Junior Photo the one. Na subscribe kwa Captain Nyota TV. Ugopi.